Bwana, mmoja kati ya wadau wakubwa sana wa industry ya mziki hapa Tanzania, hapa namzungumzia Madam Rita Paulson. Bwana, huyu ni mwanamama ambaye amekuwa akiwainua vijana wengi sana kupitia vipaji ambavyo wako navyo, hususan kwenye upande wa mziki. Ni kwa muda wa zaidi ya miaka 10 sasa, tokea mimi niko darasa la 4. Natazama mambo ya Coca-Cola Popstars mpaka kuja Bongo Stars mpaka sasa hivi bado anafanya hizo mambo. Umeona? Kwa hiyo huyu ni mmoja kati ya wadau wakubwa sana wa muziki huu hapa wa Bongo Flava. Kwa hiyo kitu ambacho anachokizungumza lazima ukitilie maanani. Ushaelewa kutokana na hiyo experience ambayo yuko nayo ya zaidi ya miaka 10 kwenye industry ya muziki. Yaani ukizungumzia swala la music production, music video production, alikuwa na hiyo kampuni, nadhani mpaka sasa hivi bado ipo, lakini ilikuwa ni moja kati ya kampuni za awali kabisa ambazo zilikuwa zinafanya hayo mambo. Jambo ambalo kipindi hicho watu wengi sana walikuwa hawana awareness kuhusiana na hivyo vitu, lakini tayari Madam Rita alikuwa anafanya hivyo vitu. Umeona? Lakini pia akaanzisha hicho kipindi cha kutafuta au kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata fame. Umeona bwana na kama unavyoelewa kwamba fame inakuja na maana vile vile. So ni kitu ambacho amekuwa akikifanya kwa muda mrefu. Sasa this time around tulishawahi kumuona pia, kabla tujafika kwenye point, ni kwamba tulishawahi kumuona sana Madam Rita alikuwa anamsupport Diamond tokea kipindi ambacho anaenda kushuti nyimbo kama Nana. Nadhani unakumbuka Nana, kama umecheki nyimbo ya Nana ambayo Diamond alifanya na Mr Flavor Nigeria kule, music video ya ile ngoma. Kama wewe ni mdau basi obviously utakuwa umetazama pia behind the scene. Sasa kwenye behind the scene lazima utamuona Madam Rita akiwepo katika wakati wanashoot hiyo video. Kwa hiyo ni mtu ambaye huaga anamsupport Diamond tokea kitambo hicho. Umeona? Sasa this time around bwana, kuhusiana na issue ambayo imetokea au issue ambayo tumeiona kutoka kwa Diamond Platnumz akiwa ameenda nchi za watu, ameenda Europe, lakini pia vile vile ameenda Marekani, USA. Umeona bwana? Europe kule ameenda London, ameenda Manchester, ameenda Scotland, lakini pia USA kule ameenda moja kwa moja New York City, lakini pia New Jersey. Kote huko amefanya interview katika media kubwa, mpaka mainstream media kama vile Fox News huko Marekani. Kwa hiyo hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo Diamond anavyozidi kupush huu muziki. Amesimamisha watu, amefanya show kule New Jersey katika Hot Summer Jam Hot 97, lakini pia amesimama jukwaa moja na wakina Meek Mill, wakina Ja Rule na wengine kibao. Lakini pia ukija huku upande wa Europe, huku tumeona akiwa Paris vile vile katika fashion show, Paris Fashion Week, ametumika kama model wa Adidas, lakini pia tumemwona amekaa across Rihanna. Yani Rihanna huyu, Diamond huyu hapa. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba huyu ni kijana ambaye anaisimamisha nchi kimataifa. Umeona katika kila nyanja, yani sio tu muziki mpaka fashion. Umeona? So Madam Rita ameacknowledge hilo na amekuja kutoa ushauri wake kwa serikali, hususan katika sekta ya sanaa, kuhusiana na Diamond Platnumz, kwamba huyu ndiye mtu ambaye tunaweza tukamtumia kuipromote nchi yetu, hususan katika sekta ya utalii. Kwa hiyo Madam Rita amezungumza point sana hapa. Kiukweli ni kwamba moja kati ya nembo za hii nchi ni Diamond. Ukiachana na mlima Kilimanjaro, basi Diamond pia ni moja kati ya nembo za nchi yetu ya Tanzania. So hebu msikilize hapa Madam Rita alichokizungumza. Yep. Sasa ukisikia from Tandale to the world, that's what it is. Pale kasimama Diamond, na muona Diamond na mastaa wote yana huyu hapa Diamond huyu hapa, na wengine wengi mnawaona mnawajua. So pale I'm sure they'll be like, who that boy? Where is he from? Yeah, from Tanzania. Tanzania, Tandale. Yeah, so pale he's standing there as him, lakini anatangaza nchi. Kwa hiyo pale kuna watu wameijua Tanzania, wengine walikuwa hawaijui. Kuna watu wengi hawaijuagi, lakini wameijua kupitia yeye, na yuko pale kwa kupitia entertainment. So Wizara ya Utalii, do something with Diamond, give him ubalozi or something, because he's moving as him, but he's moving as a country. Big up, bro. Big up, young man. That's great. That's big. That's levels. Yeah, so hicho ndicho alichokizungumza Madam Rita. Lakini hapa pia kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba bwana, Wizara ya Utalii fanyeni kitu kwa Diamond Platnumz anaitangaza Tanzania, yuko na wakina Rihanna huko. Alafu kaelezea hapa chini kwamba bwana Madam Rita, Miss Rita Paulson, akiongea kuhusiana na mafanikio ya Diamond Platnumz na kuomba Wizara ya Utalii imtumie Simba
ilikuwa kwenye Paris Fashion Week runway, na akavaa brandi ya Adidas na vitu vingine kibao ambavyo wamevifanya nchi za watu. So hapa wadau wamekuja kuweka comment zao katika comment section hapa, kwa mtu anasema kwamba bwana tulia tupo okay. Haya, kuna sababu kwamba bwana hizo glasi kiukweli unaona, kwa mtu amekuja kuuliza kuhusiana na glasses ambazo Madam Rita amezivaa, yani miwani ambayo Madam Rita ameivaa. Wabongo bwana. So Madam amezungumza vitu kuhusiana na industry, watu wamekuja kucomment kuhusiana na miwani aliyoivaa. Haya, mwingine amesema kwamba bwana watu wanapigwa huko, wewe unakuja kuongea vitu hivi. Kwa nini kwamba bwana tuko busy na okay, kwani Diamond ni mnyama pori? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo. Haya, kwa mtu amekuja amesupport alichokizungumza Madam Rita, amesema kwamba uko sahihi sana. Kwa msao kwamba kwa mtu amesema kwamba bwana mbona Padri Gaviraya Ibrahimovic wamekuja Bongo bila influence ya huyo mnayemtaja? Acheni bwana kutengeneza mazingira ya kula hela ya umma kiboya boya. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa msoko bwana nchi ina okay. Kwa msoko bwana kweli itafika siku Tanzania itakuja kujua umuhimu wa Diamond Platnumz hapa nchini. Kuna mtu ameandika hivyo. Of course watu wengi sana watakuwa tayari wanajua kwamba Diamond ni nani, kwa sababu kwa sasa hivi hapa kiukweli kimataifa bwana in a worldwide level hakuna msanii mwingine ambaye anatu represent kama Diamond Platnumz. Umeona actually yani hakuna, haijalishi huyo msanii labda awe ni wa kitambo kiasi gani, lakini hakuna msanii ambaye amefikia level za Diamond. Haya, kwa mtu sowe bwana utalii wa nini? Wananchi hawana ajira, hawana maisha yanayoeleweka, masikini huko vijijini. Kwa mtu hapa ameandika masikini huko vijijini wanasomesha watoto wao wakijua kwamba watawasaidia, mwishowe wanarudishwa majumbani kwao na umaskini unaanza upya. Watu wanawekana tu kwenye kila wizara. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Haya, watu hapa wana makisiriko. Kuna mtu anasema kwamba tatizo ni kwamba mnasifia watu wenu. Kuna wasanii wengine Tanzania wengi sana lakini hamuwasifii. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu kwamba bwana Rihanna yuko na Rihanna yupo na Zuchu pia yupo. Kuna mtu ameandika hivyo. Mambo haya. Haya, mtu mwingine anasema kwamba bwana samani dada, hivi unaniona kweli na hiyo miwani? Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kwenye comment hapa. Sasa ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section kwa hiki ambacho amekizungumza Madam Rita. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile vile hakikisha tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.